George Otto Fuime, diwani wa kata Mpwapwa mjini, lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa. Kwanza kabisa nimefarijika na somo letu la leo ambao limekuja kwa ajili ya mambo haya ya mtoto, mama na mtoto na malezi ya mtoto na pia na elimu ya ukimwi kwa ujumla. Mimi elimu ya ukimwi nataka niseme jambo moja na swala la ulinzi wa mtoto lazima lianzie kwa mabalozi. Mabalozi ndio wenye watu. Kama tutaanzia kwa mabalozi, tafsiri yake itakuwa nini? Elimu itasambaa mpaka wapi? Mpaka chini kabisa. Kwa lugha nyingine tutasema kwa mlaji. Mlaji wa jambo hili atakuwa nani? Ni mwananchi. Lakini msimamizi wa serikali kule chini nani? Ni balozi. Kutoka balozi atakuwa mwenyekiti wa kitongoji au mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa mtaa. Tukianzia huko jambo hili litakuwa salama zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi wa dini. Viongozi wa dini, unajua elimu kiongozi wa dini anapoitoa lazima naye awe na msukumo fulani. Mimi nilikuwa nafikiri hii kwa wenzetu hawa watunga sera, basi tungejaribu kuona kwenye ile mgao wa serikali, basi na viongozi wa dini walikuwa napata hata kidogo kiposho kidogo cha kumsukuma akaongelea elimu ya afya, kwa sababu anapoongelea elimu ya dini atahutubia habari za dini, mwisho yote sadaka inakuja, waumini wanatoa sadaka. Sasa kwa nini kwenye elimu ya dini, elimu ya ukimwi anaimba mchungaji anaimba bure? Sawa, na yeye ni kwa ajili ya kuhudumia nchi na wito, basi na ule wito apewe hata posho kidogo. Unajua akipewa posho inamfanya yule kiongozi wa dini athamini ile kazi, kukumbuka mara kwa mara. Itatusaidia sana kufuta swala la ukimwi na kufuta ile ya wazazi kuchelewa kwenda hospitali. Kwa mfano serikali yetu inahimiza mama na baba, mama akiwa mjamzito lazima wote waende wapi? Waende hospitalini. Lakini utakuta watu hawaendi, baba anajisukuma sana tu. Lakini kama kutakuwa kuna msukumo kwenye maeneo ya madhehebu ya dini, wanasisitiza jambo hili, kila siku wanaimba jambo hili, litatusaidia sana. Na hiyo haiwi kama tunamlipa mshahara nani mchungaji au ndani, lakini hili kama motivation. Kama na motivate mtu lazima atafanya kazi ile. Kwa nini? Kwa juhudi zaidi. Na ndio maana hata waumini tukifika pale, mchungaji atahutubia, tasema mwisho wa yote basi wimbo wa sadaka, unatolewa wimbo wa sadaka, anapokea sadaka. Na yeye tunamfanya na yeye ile jambo aendelee kutuhutubia siku hadi siku. Mimi nilikuwa nafikiri tukifanya hivyo tutafanya vizuri. Na sisi kwenye baraza letu la madiwani tunafikiri tutahamasisha kuhusu ulinzi wa mtoto uanzie kwa balozi. Na kwenye mikutano yetu ya siasa tutaongelea juu ya nini ulinzi wa mtoto uanzie wapi? Kwa balozi, kutoka kwa balozi. Lakini kwanza kabisa ni mzazi. Wa kwanza atakuwa mzazi, wa pili balozi, wa tatu kama mtoto anasoma shule basi ulinzi unakuwa kule shuleni. Lakini kule shuleni tushirikiane wazazi na walimu wetu. Huyu mtoto tutamlinda, na kila mzazi mtoto akirudi nyumbani amchunguze, je, amehudhuria kwenye masomo yote yanayotakiwa ayasome, hafu pia yuko salama. Hiyo ni kazi ya mzazi. Kwa hiyo tukifanya hivyo nafikiri jambo hili litakuwa limekwenda vizuri zaidi.